Karibu katika ulimwengu wa Michael Njuguna. Ada kama ibada, yuko tayari kuanza kazi yake. Hii ni kazi napenda sana. Kitu ya kwanza nasemanga, hii kazi nikija kuifanya, nilifanya ni kama calling. Ni kama vile mtu mwingine anaweza kuwa ni pastor, mwingine ni daktari. Unajua kazi zingine zinahifadhi uwezo wa Mungu. Si ile ati unaweza amka siku moja useme leo naenda kwa mochari na nitakuwa nafanya hiyo kazi. Lakini mimi nilichukulia hii ni kazi yangu. Hii ndio ofisi yangu. Lakini je, awali hii ndio kazi aliyopania kufanya? Nilikuwa natarajia kuwa mwanajeshi. Na hii ingekuwa ndoto yangu mpaka hadi wa leo ilikuwa ndani yangu. Tulikuwa tunaenda recruitment, mnajipata kila mtu kama ni course ya engineering mko watu wengi sana. Njuguna akawa hana jingine ila tu kutafuta ushauri kwa marafiki, na ushauri akaupata. Utaweza kutoboa kazi kama ile nafanyanga? Kamuuliza kwa Mog, nikamwambia yes, naweza tu. Huo ukawa mwanzo wa masaibu yake, mbali na safari ya kukataliwa na wengi. Watu kama hao wakosangi. Nilipoanza hii kazi nilikuwa na marafiki wengi. Wengine nawapiga zile jokes. Sikuja siku moja tu nikutembeze mahali nafanyanga kazi. Mtu anasikia hivyo anasema kwa mochari hapo siwezi. Lakini inafaa unajiamini. Akiwa amejibidisha vilivyo, Njuguna ndio huyo amejitosa ofisini mwake tayari kuhudumia wateja. Kama umejiletea mwili kutoka nje, lazima tunaangalia the condition of the body. Naiosha hiyo mwili vizuri sana mpaka na rinse. Baada ya kuirinse na warm up na kitu, napanguza kwa kitambaa. Inapata kuwa haina maji yoyote sasa, iko dry. Ni kama tu vile wewe uoganga. Haina tofauti. Na najiamini kwamba hata mimi siku moja nitaja kufa. Sasa huyu mtu amekufa, hajiezi. Lakini mtu anahitaji mtu mmoja tu wa kumsaidia. Huyu mtu sasa niko hapa juu yake. Kuamini kwamba lazima ukifanya kazi kwa mochari uko unatumia vitu kama bangi, madawa, tena hata madawa za kulevya. Lakini huo ni uongo mtupu. Si lazima utumie hizo madawa. Hii si kazi kama ya matatu. Matatu siku ya leo inaweza semekana zote hatutaki matatu. Kwangu hakuna siku utakuja kusemekana hatutaki watu wakufe. Watu watazidi kufa. Hata hivyo kazi hii ilikuwa na changamoto zake. Nikiingia kwa bar, watu hata walikuwa wanajitenga, hata walikuwa na wanasema patie yule Montezuma bia yake pale kando, kwa sababu kama amekaa bila kazi anaweza kufikiria agonge mtu na chupa ndio apate mtu wa kupeleka kazi. Liwe liwalo, upende usipende, uwaze wazue, hii ni kazi. Kifo ni adui wa binadamu wote, lakini njia ya sisi wote. Lakini kwa kuwa maiti haulizwi sanda, ni jukumu letu kuwapa heshima wakati ambao wanatuhitaji zaidi. Job Mwaura, makala ya Mkaagana Upwa.